Msimu uliomalizika 2025-26 wananchi Yanga walitoa tena taji la ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 5 mfululizo. Ndio, lakini ni katika msimu ambao walishuhudia wakipoteza taji la kombe la shirikisho la benki ya CRDB ambalo hatimaye liliangukia mikononi mwa watani zao wa jadi Simba. Yanga walipoteza taji la kombe la muungano ambalo liliangukia mikononi mwa watani zao wa jadi Simba, lakini pia kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika kwa mara nyingine tena waliishia katika hatua ya makundi, nafasi ya 3 kwenye kundi lao, ikiwa ni mara ya pili mfululizo kuishia kwenye hatua hiyo na hivyo kushindwa kwenda hatua ya robo fainali kama walivyofanya msimu 2023-2024. Lakini katika ligi kuu Tanzania bara Yanga licha ya kutoa ubingwa, lakini pia kuna baadhi ya mambo aliyoyafanya msimu uliopita 2024-2025 yalionekana kana kwamba yamepungua kwa viwango vyao wenyewe Yanga, lakini mwisho wa siku ilikuwa bado ni kipimo cha juu katika ligi nzima, na hivyo kushangaza kuona wakitoa tena ubingwa. Kwa mfano katika points, Yanga msimu uliopita 24-25 walimaliza na pointi 82, lakini msimu huu wametoa ubingwa wakiwa na pointi 75. Yes. Lakini pia hata katika jitihada za kupiga mashuti ligi nzima Yanga ndio walikuwa vinara kufika kwa wapinzani kufanya majaribio. Msimu uliopita mashuti Yanga walipiga 360, kati ya hayo mashuti 204 yakalenga shabaha, halafu wakafunga mabao haya 83. Lakini msimu huu Yanga kwenye msimu huu wamepiga mashuti 276 ambayo unaona yamepungua kulinganisha na mashuti waliopiga msimu uliopita. Yapo maeneo kadhaa, lakini kimsingi Yanga walitoa ubingwa kwa mara ya 5 mfululizo, lakini wakifanya tathmini ya viwango vyao wenyewe, small details, nini walikifanya msimu uliopita kulinganisha na msimu huu, hakika watajiona kwamba kuna maeneo wamepungua. Sasa kwa sababu hiyo inaelezwa kwamba miongoni mwa hatua zinazochukuliwa ni pamoja na kuimarisha kikosi katika baadhi ya maeneo. Miongoni mwa nyota wanaotajwa kwamba ni kati ya wale watakaohusika katika usajili mpya wa Yanga kwa msimu wa 2026-27 ili kuja kushughulikia haya yalionekana kupungua kwa viwango vya Yanga yenyewe, ni pamoja na nyota wa klabu ya Sekokune United ya ligi kuu ya Afrika Kusini, Keleso Makhalwa. Huyu ni kiungo wa ushambuliaji ambaye ni miongoni mwa nyota waliong'ara katika ligi kuu ya Afrika Kusini msimu uliomalizika, lakini pia msimu uliopita. Klabu yake ya sasa aliyoitumikia katika ligi kuu ya Afrika Kusini msimu uliomalizika ikimaliza katika nafasi ya 5 ni Sekokune United. Yeye alikuwa miongoni mwa wale wakutumainiwa sana chini ya kocha wao Paulus Masehe. Katika wachezaji waliokuwa wakiwatumainia sana ni pamoja na yeye huyu Keleso Makhalwa. Ndio, katika mpangilio wake kocha huyu alikuwa kwenye mfumo wake wa kucheza anatumia baada ya golikipa anakuwa na walinzi 4, viungo wale wakabaji 3 ushambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja. Sasa kwenye hawa viungo 3 ushambuliaji, yeye Keleso anapatikana hapo katika eneo la kushoto kama winga wa kushoto, ingawa guu lake lenye nguvu zaidi mchezaji huyu Keleso ni la kulia. Umri wake miaka 29 kwa sababu alizaliwa Januari 3 mwaka 1997, lakini umbile lake humfanya awe tishio msumbufu kwa wapinzani. Ni kwa sababu si mrefu hivyo, ni urefu wa futi 5 na inchi 6 ndio urefu wake. Kwa hiyo unaweza kusema si wa urefu wa kwenda juu bali urefu wa kwenda chini, kwa kuwa na urefu wa futi 5 na inchi 6. Matokeo yake ni nini? Imekuwa kimrahisishia kuwa na uimara, uthabiti katika kujichimbia ardhini. Tunasema kwa sababu ya ile center of gravity iko vizuri. Matokeo yake amekuwa na kasi sana. Ndio, kasi ni miongoni mwa mtaji wake katika eneo la pembeni, kiasi ya kwamba katika msimu uliomalizika ameripotiwa top speed, kasi kubwa aliyowahi kukimbia ni ya kilomita 34 kwa saa. Yes, 34 kilometers per hour. Sio ya kitoto hata kidogo. Kwa duniani miongoni mwa wachezaji wanaosifika kwa kasi kubwa iliyokuwa registered ni pamoja, kwenye takwimu inaonyesha, ni pamoja na Kylian Mbappe kilomita 38 kwa saa. Yeye ana kilomita 34 kwa saa zilizorekodiwa katika msimu uliomalizika 2025-2026. Ni mchezaji ambaye kwa kucheza upande wa kushoto matarajio ni kuona kwamba anapiga
zaidi labda cross, kwa sababu tu anaingia zaidi ndani ili kutoa fursa kwa beki wake wa kushoto kwenda kuongeza mapana ya uwanja, kwa sababu guu lake lenye nguvu la kulia. Anapotokea kushoto kama inverted winger, matarajio ni kwamba anaingia ndani zaidi kufanya majaribio ya kufunga, lakini kwa Keleso ni tofauti kidogo, anafanya yote. Yani huwa wakati mwingine anaongeza mapana ya uwanja na kupiga cross, wakati mwingine anaingia ndani, jambo ambalo huwavuruga walinzi wa timu pinzani na kuwa sehemu ya silaha zake. Ni kwa sababu gani? Katika ligi kuu Afrika Kusini msimu uliomalizika, kwa ujumla kati ya mechi 30 za ligi yeye cheza mechi 27. Kwenye mechi hizi dakika alizocheza zilikuwa ni 1824, na katika hizi nini alifanya? Akicheza kama winga wa kushoto anaingia ndani ama kuongeza mapana uwanja, ambao kwenye umbile lao yeye akitokea kushoto kama winga wa kushoto anacheza yeye Keleso, halafu wanayemhudumia kama mshambuliaji kinara Brighton Love, lakini aliye naye huyu ni center forward wa Sekukune United kwenye kikosi chao, halafu anaoshirikiana nao sasa upande wa kulia, upande kama yeye yupo kushoto, kule kulia anapatikana Lesiba Nku akiwasha moto kutoka upande wa kulia, alafu katikati na Lehonololo Mojela. Kwa hiyo katika kukamilisha wale watatu na mbele mshambuliaji Bright Ndlovu. Sasa katika kucheza kwake kwenye mechi hizi Mwamba alipiga mashuti, kufanya majaribio ya kufunga baada ya kuingia ndani, kuliona lango na kutumia goli lake la kulia kufanya majaribio ya kufunga, akapiga mashuti 46, kati ya hayo 19 akalenga shabaha. Mwamba kufunga goli lolote. Ndio, katika msimu huu kwenye ligi haionyeshi kama alifunga, lakini ametoa assist 6. Ambazo unaweza kusema mchango wake wa mabao moja kwa moja. Kufunga 0, assist 6. Kwa hiyo amechangia mabao 6 kati ya mabao 32 yaliyofungwa na Sekukune katika msimu mzima, sawa na mchango around 19%. Kwa hiyo wakati tukizungumza uimara wake, lakini inaonekana pia ana udhaifu, kwa sababu amefanya majaribio mengi, lakini goal conversion rate kwa msimu uliomalizika wa ligi kuu Afrika Kusini ni 0. Mashuti 46, hakuna goli. Mashuti 19 kilenga shabaha. Nadhani imeleka vizuri. Lakini wakati mwingine anapiga cross. Kwenye cross hapa Mwamba hakamatiki. Yuko vizuri mno katika kupiga cross. Changamoto tu ni kwamba cross nyingine anazozipiga wanakuwa wenzake sasa, akina Mojela, akina Nku, akina Ndlovu wanakuwa hawapo kwenye eneo sahihi, matokeo yake zinapitiliza na kuto wanufaisha Sekukune. Kwa ujumla alipiga cross 116 katika mechi hizi 27. Zilizofika zilikuwa ni takriban cross 32, ambayo unaweza kusema ni ufanisi wa around 28% wa cross alizopiga kufika kule alikolenga kwa wenzake. Nyingine zilifika wenzake hawajafika, na sababu kasi hii tunatoka kusema top speed ya kilomita 34 kwa saa, wakati mwingine ujikuta yeye ameshafika juu anapiga cross, hakuna mtu, jambo ambalo bila shaka Yanga wakimsajili benchi la ufundi chini ya kocha Abdi Hamid Mwalin, Patrick Mabedi na yeyote yule watapaswa kushughulika naye kuona kwamba kasi yake iwe na matunda, kwamba asipige tu cross, wakati mwingine aingie ndani kupiga free pass na kadhalika. Ni miongoni mwa maeneo ambayo bila shaka atalazimika kuboreshwa ili yawe na matunda kwa Yanga. Lakini kiufupi, kasi hii imekuwa tishio kubwa kwa walinzi wa timu pinzani. Lakini Mwamba huyu Keleso, wakati mwingine timu inapokuwa haina mpira, yeye ni miongoni mwa wale ambao wako vizuri mno katika kufanya pressing, shinikizo, kurejesha mpira katika himaya yao. Eneo la juu kule wanakofanya tunasema high pressing, katika nusu ya pili ya uwanja kwenye eneo la wapinzani amefanikiwa kupora mipira mara 11, kuonyesha namna gani ambavyo amekuwa na uwezo mkubwa wa kufanya pressing, shinikizo kwa wapinzani. Lakini kwa ujumla tu kwenye mechi zote 27 amefanya ball recovery, yani kupoka mipira kutoka kwa wapinzani mara 65, hapa kuonyesha juu ya uimara wake pia pindi timu inapokuwa haimiliki mpira. Ni mpambanaji haswa. Msimu uliopita, ukiondoa msimu huu ambao hakuwa na mabao, ingawa alitoa assist 6 akichangia mabao 19% kwa assist hizo, lakini msimu uliopita 24-25 Keleso Makhalwa aling'ara sana kiasi ya kwamba katika ligi nzima ya Afrika Kusini wachezaji watatu waliokuwa wakionia tuzo ya mchezaji bora MVP contenders, yeye alikuwemo. Alikuwa na nane? Alikuwa na Lucas Ribeiro
wa Mamelodi Sundowns ambaye anafahamika, huyu ni Brazil. Alikuwa na Relebohile Mofokeng, alimaliza msimu akiwa ametoa assist 11 na hivyo kuwa miongoni mwa wachezaji wachache sana katika ligi kuu Afrika Kusini kumaliza msimu akiwa na double figure. Tarakimu 2 katika kutoa assist. Kwenye assist sio kazi ndogo kwa ligi kuu Afrika Kusini, kwa sababu kabla yeye msimu uliopita kutoa hizo assist 11 ambazo ziliambatana na kufunga mabao 4 na hivyo kuchangia mabao 15 kwa klabu yake, lakini hapo kabla wachezaji wanaonekana kwenye rekodi kuwahi kuwa na tarakimu 2 katika utoaji wa assist katika ligi kuu Afrika Kusini ilikuwa ni pamoja na Aubrey Modiba ambaye hivi sasa yupo Mamelodi Sundowns. Aubrey Modiba aliyewahi kutoa assist 13 msimu wa 2018-19. Kuanzia 2018-19 ni wachezaji takriban watatu tu kuwa na assist double figure, tarakimu 2. Sasa Keleso Makhalwa akitua Yanga, miongoni mwa faida zake ni zile toka kuzieleza katika kusababisha ukosefu wa utulivu kwa timu ya wapinzani, kwa wapinzani wao kwenye eneo la ulinzi wa pembeni, iwe kulia ama kushoto, kwa sababu ana uwezo pia kutokea kulia kama orthodox winger. Bila shaka akitua Yanga halafu akaendeleza yale makali yake hasa ya msimu uliopita, ni dhahiri kwamba Yanga itaongeza nasibu za kufunga. Yanga yaweza ikawa na makali zaidi kuelekea lango la wapinzani, na hasa pale wanapokutana na wapinzani ambao wanazuia kutokea chini, tunasema low block, kwa sababu yeye ana uwezo mkubwa wa kupasua ngome kuipita katikati yao ili kufanya majaribio ya kufunga. Na uthibitisho ni kwamba katika msimu uliopita amedribble mipira hii, wacha nikuongezee ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, amedribble mipira mara 71. Kwa lugha nyingine anakuwa na ujasiri wa kwamba timu pinzani zinapozuia zaidi kutokea chini, yeye anachukua mipira anaikokota kuwafuata, kwa sababu uwezo huo anao, ana kasi na uwezo wa kupiga chenga, kiasi ya kwamba huwa burudani kwa mashabiki, lakini wakati mwingine inakuwa chanzo cha kutengeneza fursa za mabao, hasa foul pale anapochezewa katika eneo la mwisho, na hivyo kuongeza nasibu ya kufunga. Kama anatua Yanga, anatoka Sekokune ambayo si miongoni mwa timu zenye hadhi ya Simba na Yanga za Afrika Kusini, sababu kule Afrika Kusini timu zinazotisha zaidi eneo la pale juu kileleni ni Mamelodi Sundowns waliotoa ubingwa mara 8 mfululizo kabla msimu huu kutoa Orlando Pirates. Sekokune ilimaliza nafasi ya 5. Msimu uliopita alisaidia ilimaliza nafasi ya 4. Huyu ni zao la Mamelodi Sundowns akikulia katika kituo cha Mamelodi Sundowns Academy, lakini timu nyingine zoe kuzichezea mbali na Mamelodi Sundowns ya wakubwa baada ya kugraduate. Amewahi kuchezea pia Durban City, amewahi kuchezea pia TS Galaxy na sasa Sekokune United. Swali ni kwamba je, ni kweli dili hili litafanikiwa kumwezesha huyu Keleso Makhalwa almaarufu kama The Killer kujiunga na Yanga na hatimaye kuja kuiongezea chachu Yanga katika kutimiza mipango yake msimu wa 2026-2027? Hilo ni swala la kusubiri, lakini kimsingi hilo likitokea, miongoni mwa faida utakazopata Yanga ni pamoja na uzoefu wake, kwa sababu ligi kuu ya Afrika Kusini hivi sasa ni ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika, ligi kuu Tanzania bara ni ya 5. Kwa hiyo anatoka katika ligi ambayo iko juu kidogo kulinganisha na Tanzania, lakini pia kuzichezea timu kama Mamelodi Sundowns, TS Galaxy, Sekokune aliko sasa, Durban City katika ligi kuu ya Afrika Kusini, manake ana kitu anaweza kaiongezea Yanga. Lakini pia kama anaendeleza kile alichokionyesha katika ligi kuu ya Afrika Kusini hasa msimu uliopita, manake Yanga inapata silaha nyingine katika eneo la pembeni, kwa sababu inaifanya iwe na mchezaji mwenye sifa kama ya Twisila Kisinda, kwamba ana kasi sana, anakimbia kwenda kuongeza mapana ya uwanja apige cross, lakini pia na mchezaji wa sifa za hao walio nao sasa, kwa maana ya kina Alan Okello, kina Maxim Pianzengeli, Peudo Pakomzozoa, kwamba wanaingia ndani badala ya kila mara kwenda kuongeza mapana ya uwanja. Yeye ni kifurushi cha aina ya mawinga wawili, wa kizamani kuongeza mapana ya uwanja na wa kisasa wa kuingia ndani, tunasema kukat in. Ni faida kubwa atakayokuwa nayo kwa Yanga, lakini changamoto ni pamoja na ukweli kwamba anatua katika Yanga ambayo itakuwa na mahitaji makubwa zaidi msimu ujao, na hasa katika eneo la mwisho, kwa kutaka warejeshe mataji waliopoteza kama kombe la Muungano, kombe la shirikisho la benki CRDB, lakini pia kufika mbali zaidi kwenye ligi ya mabingwa badala ya kuishia katika hatua ya makundi kama ilivyokuwa katika msimu huu uliomalizika wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini changamoto kwake ni pamoja na kwamba hii kwenye kupiga cross, kama nilivyotoka kueleza,
piga cross 116 zinafika 32. Lazima wafanyie kazi Yanga, kwa sababu vinginevyo huu ni upotevu wa mipira. Lakini lingine ni juu ya uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao. Kupiga mashuti 46 halafu hakuna goli lolote kwa msimu mzima. Hii ni taarifa ambayo Yanga wataipenda. Akitua Yanga lazima eneo hili yeye ashirikiane na benchi la ufundi kuhakikisha anakuwa na makali katika kutumia nafasi ziwe mabao, kwa sababu mipira 46 kutofunga, maana yake mipira 46 ilipotea kupitia miguu yake, kwamba badala ya kuangalia uwezekano wa kuwapasia wenzake, hiyo mipira ilipotea. Ndani ya Yanga wachezaji wanaoshambulia kutoka eneo la pembeni wamekuwa na madhara makubwa kwa wapinzani na hufunga. Maxi hufunga, Alan Okello amefunga mabao 14 ingawa alitua wakati wa usajili wa dirisha dogo na assist 7. Peodo Pacome Zouzoua hufunga msimu huu, amefunga mabao 9, lakini pia ana assist hutoa. Msimu uliopita Pacome alifunga mabao 12, alitoa assist 10 akiwa na double figures kwenye kufunga na kuassist. Sasa na yeye lazima aboreshe eneo hilo. Yanga wanahitaji mawinga ambao hufunga, huassist, vyote vinamhitaji. Hii ni changamoto kwake, lazima aboreshe eneo hilo. Faida kwake, anakuja katika ligi ambayo tayari kuna watangulizi wake, wachezaji kutoka Afrika Kusini wangali wakitua hapa nchini hivi karibuni na wanafanya vizuri. Wapo akina Neo Maema ametoka Mamelodi Sundowns, Rushan De Reuck ametoka Mamelodi Sundowns, wapo akina Shume Olivier Toure alishawahi kwa Stellenbosch, yupo Simba. Hao tunawataja wako Simba. Lakini vile vile yupo Anise Ura ameshawahi kuwa Stellenbosch, yupo Simba, ameshawahi kuchezea Stellenbosch kama nimetoka kueleza. Lakini ndani ya Yanga ameshawahi kuwepo Skudu Makudubela kutoka katika ligi kuu ya Afrika Kusini, ameshawahi kuwepo Yanga kabla ya kuondoka, na yeye akitua ana uwezo wa kuendeleza mazuri ambayo Yanga wanayatumainia kutoka kwake. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.